Na mtazamaji wa Stein TV, nikwambie karibu sana kwa ajili ya kuweza kuzungumzia taarifa mbalimbali za kimichezo. Moja ya taarifa ambayo inazidi kufanya vizuri hapa mkoani Kagera ni kuhusiana na ligi ambayo imetoka kutamatika takriban siku chache ambazo zimepita. Sio ligi nyingine bali ni ligi ya Stein Mkaro Gitali iliyodhaminiwa na Stein Media. Sasa wadau wa soka pia waweze kutoa tathmini yao kutokana na ligi hiyo ambayo ilikuwa inafanya vizuri katika uwanja wa Kaitaba. Bana, mambo vipi kaka? Bana, fresh. Kwema? Kwema. Wa kuitwa nani? Mimi naitwa Labani Isaac. Labani? Isaac. Ndio. Bana Labani bwana, ligi ya Stein Mkaro Gitali ilikuwa inajumuisha kata 16 mzee, lakini ya Mgembe ndo bingwa. Kwanza unaizungumziaje? Tathmini yako ni ipi kuhusiana na hiyo ligi ya Stein Mkaro Gitali? Bana, ligi ilikuwa safi. Kwa nini sasa? Mlikuwa mmejipanga, maandalizi yenu yalikuwa mazuri. Unadhani hii ligi kwa nini kwa upande wako unasema hii kwa ni safi? Je, inaweza ikawa tofauti na ligi nyingine? Ndio, tofauti na ndondo nyingine tunazokutana nazo mtaani. Mdogo nyinyi mlikuwa mmejipanga, ligi ilikuwa live, tulikuwa tuna uwezo wa kuangalia YouTube. Hata kama hujaenda Kaitaba, upo nyumbani ulikuwa na uwezo wa kuifuatilia. Ukiingia Stein Media YouTube unafuatilia mechi live kabisa. Sasa kitu gani ambacho naambia Stein kuhusiana hii ligi? Mwanzo na mwitikio ulikuwa ni mkubwa, labda kitu gani ambacho waweze kukiandaa zaidi ya hii ligi ambacho kitaenda kuwa na mwitikio mkubwa na kuweza kutoa fursa kwa vijana? Ligi ni kuitangaza kabla ya kwanza. Muwe na muda kwanza wa kuitangaza ligi. Unaona mashabiki walikuwa wanakuja, lakini so kama wakati mwingine. Wakati huo tunasema kuna muda mapungufu yanakuwepo. Labda mapungufu uliona wapi katika hii ligi ya Stein Mkaro Gitali ili waweze kurekebisha awamu inayokuja? Mapungufu ni mfumo wa ligi ulivyokuwa unaenda. Sisi tumezoea sana ligi inaenda kwa mfumo wa makundi. Mnaanza makundi, mnatoka kwenye makundi, robo finali, nusu finali mpaka finali. Nyie kidogo mlifanya tofauti. Mlikuwa anayepigwa anatoka knockout. Sisi hatukuzoea hivyo. Ndio maana labda iliathiri wapi labda ili twende tuzibe pale ambapo timu unajua anapofungwa mechi ya kwanza anakuwa na mechi nyingine na inabidi ajipange. Sasa yeye alikuwa anapigwa moja anatoka. Asi ndio. Lakini sasa yeye pale kidogo aelewi mashindano yalikuwa vipi hapo. Okay, asante sana bwana. Neno la mwisho kwa mashabiki wa mpira kuhusiana na hii ligi ambayo iliwekwa, lakini pia neno la mwisho kwa mabingwa wa Mgembe Boys. Mimi mabingwa na wapa hongera. Unawapa hongera? Ndio. Lakini Jumapili wana sherehe au pale Mgembe? Jumapili ya wiki hii vipi? Acha. Ubwaba vipi? Hivyo sio vitu vyangu. Sio vitu vyangu. Bwana poa sana bwana. Shukrani. Anasema sio vitu vyake, mwenzake anasema sio vitu vyako wewe na nani? Bwana mambo vipi? Shwari. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Egbert Pastori. Pastori Egbert. Bwana, ligi ya Stein Mkaro Gitali Kaitaba imetamatika na ishatamatika, lakini story bado ni kubwa sana mtaani. Tathmini yako ni ipi labda? Kwanza kabisa ningependa kuipongeza tasnia ya Stein kwa kitu kikubwa walichokifanya. Lakini pia naona ni vizuri zaidi kuendelea kufanya hili jambo. Na pia mimi ningependa waongeze pale pa mwanzo, wazidishe zaidi ya hapo. Kitu gani ambacho labda unaona kiongezewe pale? Mimi naona ligi ingekuwa vizuri zaidi kama ingechezwa mfumo wa makundi. Unaona? Watu wangebatiwa kuona timu zao kwa uzuri zaidi. Kwa sababu leo mimi nimepata nafasi nikiwa kama mchezaji, maana mimi nilikuwa mchezaji wa Rwamishenye. Tumecheza mechi moja, tumetolewa, ndio tumeenda nje, lakini kuna watu hawakupata muda kuja kuitazama timu yao wakati inafanyaje, inacheza. Kwa hiyo ikiwa inachezwa mfumo wa makundi, ambaye hajaona mechi hii basi anaweza kuona mechi inayokuja. Kwa hiyo mimi ningependa mboreshe hapo. Nyinyi kama vijana, wewe kama mchezaji, unadhani ilikuwa ni fursa moja hapo japo baadhi ya vijana wameshinda kuitumia na vijana wameitumia? Ni kweli hii ilikuwa ni fursa kwetu sisi wachezaji. Hii ni ndondo. Ndio. Sisi hatujasajiliwa ligi kuu, unaona? Na tunaishi kwenye mfumo wa mpira. Kwa hiyo ikitoka kitu kama hiki kidogo tunapata chochote. Bwana, kwa hiyo ilikuwa ni fursa ya kupata chochote. Labda hicho ni fursa ya kupata chochote kwa wakati huo. Je, na ligi ambayo ligi ikiisha, wewe kama kijana kutokana na ligi hiyo ambayo imeandaliwa, unazidi kunufaika vipi? Nafikiri mimi ninachobaki nacho pia ni historia. Kwamba ni wewe kushiriki kwa namna ambavyo nyakati zinakuwa zinaenda zinabadilika. Stein nafikiri hii ni mara ya 3 kama sikosei. Maana nimeona Stein Mkali wa Kitaa ikiwa imepigwa kati ya Rwami na Kashai. Mshindi akawa Rwami, baadaye Katoma na Rwami. Ndio. Then hii hapa iliyofuata. Lakini hii hapa ilikuwa ya tofauti kwa sababu haikuwa baina ya timu kwa timu.
maana ilikuwa ni timu Kata. 16. Kata Kwa 16. 16. Bana, asante sana. Labda neno la mwisho. Napenda kuwakaribisha mashabiki na wapenzi watazamaji kwa wakati mwingine kitakapotokea jambo kama hili basi tuitikie kwa wingi. Bana, asante sana. Jina lako? Majina ni yale Egbert Pastori. Asante sana. Amina. Naam, hao ni mashabiki wa soka, mashabiki ambao wanaopenda mpira wameweza kutoa tathmini kuhusiana na ligi ambayo tayari imetamatika. Ligi ya Stein Mkarage Chamba ilidhaminiwa na Stein Media, lakini pia bingwa ni ya Mugembe pia naye ameweza kuzungumziwa kwa kina zaidi kuhusiana na kitu ambacho kimeongeleka. Mimi naitwa J Brand, lakini pia nilikuwa naye director GK. Nikwambie bye bye.